Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, pamoja na matatizo magumu unayoyapitia, pamoja na mitihani mizito unayoipitia, pamoja na mambo makubwa mazito yanayokaribia kukukatisha tamaa maskini katika maisha yako unayoyapitia, yanayokutoa machozi usiku na mchana, unapitia mambo magumu kabisa ambayo unahisi kwa haya mambo sidhani kama kuna njia yenye mwangaza mbele wangu inayoweza ikanitoa katika mazito haya. Bado nakwambia ndugu yangu, hutakiwi kukata tamaa. Matatizo, mitihani, shida na dhiki ni sehemu tu ya maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kutujaribu na kutupima viumbe wake. Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Ipo siku ndugu yangu, ipo siku Allah ameiweka. Shida zako, mitihani yako, matatizo yako yote yatakwisha, na utaingia katika faraja usiyoitegemea, na utaingia katika faraja ambayo hukuitarajia. Ndugu yangu, endelea kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katu usikate tamaa, kwani kwa hakika hawakati tamaa ila waliokufuru. Waliokufuru ndio wanaokata tamaa. We Muislamu, muumini, umemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usikate tamaa. Sikiliza aya hii inayokupa faraja ndugu yangu. Sikiliza maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maneno ambayo ni faraja kubwa kabisa kwa kila anayepitia mitihani, kwa kila anayepitia matatizo, kwa kila anayepitia shida na dhiki mbalimbali. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah yuko pamoja na wale waliosubiria, yuko pamoja na wale waliofanya subira. Ndugu yangu, fanya subira katika mitihani unayoipitia, iwe ni mitihani ya maradhi, iwe ni mitihani ya kurogwa, iwe ni mitihani huna kazi, iwe ni mitihani ya ndoa, iwe ni mitihani ya watoto. Mtihani wowote vile utakavyokuwa, fanya subira ndugu yangu. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri ndugu yangu. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah huleta wepesi baada ya uzito ndugu yangu. Uzito unaoona hivi sasa, uzito unaokutoa machozi maskini, matatizo yako mpaka imefika hatua unakaribia kukata tamaa. Unasema haya matatizo yangu mimi hayatoisha tena, haya matatizo yangu mimi hayatokuwa tena na ukomo. Ndugu yangu, sio kweli kabisa. Wallahi, ipo siku Allah ameiandika. Kuna siku Allah ameiweka. Huijui wewe siku hiyo ni siku gani. Ni siku ambayo atawadhalilisha maadui zako, ni siku ambayo ataliinua jina lako, ni siku ambayo atakiinua cheo chako, atainua hadhi yako, na wewe utaonekana ni mtu mbele ya watu. Siku yako ipo ndugu yangu, usikate tamaa. Msikilize Allah anamwambia mtume wake, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, endelea kumtegemea yule aliye hai ambaye hafi. Alladhi yaraka hina taqum, Allah ambaye anakuona juhudi zako ndugu yangu. Usiku unaposimama maskini, unapinduka kwenye kusujudu, mara umerukuu, mara umelia, umeomba hicho, Allah anakuona. Jicho la Allah linakuona katika usiku wa manane, namna unavyolia na kwa mitihani yako, namna unavyofanya ibada. Allah usizanie hakuoni. Allah anamwambia mtume wake, ninakuona unavyopinduka katika wenye kunisujudia usiku. Katu daima endelea kunitegemea mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna aliyemtegemea Allah Mwenyezi Mungu akamwacha. Mashida yako ndugu yangu mbele ya Allah si kitu, dhiki zako mbele ya Allah ndugu yangu si kitu, mitihani yako mbele ya Allah si kitu, ni mtihani mdogo tu huo Allah anakupa. Na kuna siku atauondoa baba yangu, na kuna siku atauondoa dada yangu. Uwe haujaolewa, wallahi mume wako yupo tena mzuri aliyekuwa mwema. Fanya subira, usimuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi mke wako yupo tena mzuri kabisa, utampata kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya tu subira ndugu yangu, usiende kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endelea kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Allah, Allah atampa faraja. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah atakuruzuku katika njia usizozitegemea ndugu yangu. Riziki zako zimekuwa ngumu, una mitihani kemkem maskini, umeshangaika kwenye vituo vya madua, umeshangaika kukoga dawa mbalimbali, umeshangaika kila unaloelekezwa unafanya, lakini bado unaona mambo yako magumu. Allah hana sifa ya kusahau. Allah anakuona, ila anataka kukupima subira yako ndugu yangu. Wala nabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati. Mwisho nini Allah anasema? Baada ya kutuambia majanga atakayotutahini nayo, mtajaribiwa katika mambo yatakayopeni hofu, mtakuwa na hofu kubwa.
njaa. Allah atakujaribuni kwa njaa, dhiki, mitihani, kupungua kwa mali, vifo, maradhi. Allah atakujaribuni kwa hivyo. Lakini sikiliza mwisho, anasema wabashiri sabirin, bishara njema, bishara njema, bishara njema ni kwa wale wenye kusubiri. Ndugu zangu, wale ambao idha asabatuhum musibatun, wanapofikwa na magumu na mazito kama haya ninayoyasema, wao wanabakia kwa Allah. Hawaendi kwa mganga wa Sumbawanga, wala hawaendi kwa mganga wa Bagamoyo, wala hawaendi kwa mganga wa Pemba, wala mganga wa aina yoyote. Wao wanabakia na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao wanaendelea kutegemea. Endelea kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Usikate tamaa ndugu yangu, wallahi siku yako ipo, wallahi siku yako ipo. Allah siku zote yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Fanya subira juu ya matatizo yako ndugu yangu, fanya subira juu ya mitihani yako. Alafu kingine chenye kufurahisha zaidi na chenye kuleta faraja, wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Wallahi hiyo hali unayoipitia mitihani sasa hivi, hiyo hali unayoipitia ya majanga sasa hivi, hiyo hali ambayo ni ngumu, huenda ndiyo kheri kwako wewe kwa muda huu kupitia hiyo. Wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum, na mnaweza ukapenda kitu, kumbe ile kitu unaopenda kwa sasa ni shari kwako wewe. Kuna kitu unakitamani ukipate, kuna kitu unamlilia Mwenyezi Mungu akupatie kitu hicho, lakini huenda ni shari kwa muda huu kukipata kitu hicho, huenda ni majanga kwako kuyapata. Allah ana hikma zake. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamuna, hakika ya Allah anajua na nyinyi hakuna mnachokijua. Ndugu yangu, fanya subira juu ya mitihani, fanya subira juu ya matatizo. Machozi yako yaanguke huku ukisema ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Almu'min, ya Almuhaimin, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Mwite Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dhikrullahi akbaru, na kumtaja Allah ni katika mambo makubwa. Wasta'inu bisabri wassalam, shikamaneni kwa kufanya subira na sala, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, hayo usiyaone ni madogo, ni makubwa na ni mazito, isipokuwa kwa wale wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo, usijikatie tamaa katika maisha yako, wala usione mashida yako, matatizo yako, madhiki yako, mitihani uliokuwa nayo eti kwamba mitihani hiyo haiwezekani tena kuondoka, haitoisha tena. La ndugu yangu, wallahi unajidanganya, wallahi unajidanganya. Yupo Dhul Jalali wal Ikram, yupo Al-Hayyu Al-Qayyum, yupo Al-Wahidu, yupo Al-Ahad, yupo Al-Fardu, yupo As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yuko kwa ajili ya kukufariji ndugu yangu. Usiache kumwomba, amka usiku wa manane, lia na Allah subhanahu wa ta'ala, mwite kwa majina yake yaliyo mazuri. Walillahi al-asma'il husna, na ana Allah majina yaliyo mazuri. Fad'uhu biha, basi muombeni Mwenyezi Mungu kwa majina yake yaliyo mazuri. Ndugu yangu, kwa nini usiamke usiku ukamwomba Allah kwa majina yake? Mwambie Allah na kuomba kwa haki ya Dhul Jalali wal Ikram. Mwambie Allah na kuomba kwa haki ya Hayyu ya Qayyum. Allah, ninakuomba kwa haki ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ndugu yangu Muislamu, nyampenzi katika imani, usikate tamaa ndugu yangu, baki na Allah subhanahu wa ta'ala, simama na Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Allah, Allah atamjalia faraja. Na mimi nakuomba ndugu yangu, wewe mwenye mitihani mbalimbali, maradhi na mashida mengine na madhiki mengine, usikate tamaa. Allah akuondoshee kila mazito na kila magumu, Allah akuondoshee kila mitihani na mabalaa unayoyapitia. Allah awafize kama mayaiviza kila adui anayekutizama kwa jicho la ubaya, na Allah akufungue kila mnyororo wa uchawi, mnyororo wa hasadi, mnyororo wa vijicho. Allah akufungue kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala.